Nikushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami kuchangia hoja Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo nimesimama hapa kuwakilisha sauti za vijana wote wa Kitanzania. Vijana wanaotaka mabadiliko ya kweli. Hatma ya taifa hili liko mikononi mwetu sisi vijana. Na hii ni kwa sababu kwa zaidi ya 76% ya nguvu kazi ya taifa hili ni vijana. Na hapa ni nukuu kauli ya Nelson Mandela ambaye aliwahi kusema, the development of any nation cannot prosper if the generation of young people is left behind. Maendeleo ya nchi yoyote hayawezi kupiga hatua kama kundi kubwa la vijana litaachwa nyuma. Na kipekee naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa mapenzi makubwa aliyokuwa nayo kwa vijana wa taifa hili, lakini kwa kuona umuhimu kwenye historia ya nchi hii kwa mara ya kwanza kuanzisha wizara mahsusi inayohusu maendeleo ya vijana. Lakini Mheshimiwa Rais ameenda mbali zaidi kwa kutoa fedha shilingi bilioni 200 kwa ajili ya kuwawezesha vijana kiuchumi. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Kwa niaba ya vijana wenzangu tunataka kukuhakikishia kwamba sisi vijana hatutakuangusha Mheshimiwa Rais, na tunatambua kwamba tuna wajibu wa kuhakikisha tunailinda amani na utulivu wa taifa letu ili nchi yetu iweze kupiga hatua. Lakini tunaamini kama ambavyo nchi yetu imerithishwa hivi leo ikiwa kwenye mikono salama, sisi vijana tuna wajibu wa kuhakikisha tunaendeleza amani na utulivu wa taifa hili ili nchi hii iendelee kubaki kuwa salama. Lakini kipekee nimpongeze sana waziri wetu wa vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka, pamoja na management nzima ya wizara kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mnaendelea kuifanya, na kwa ubunifu mkubwa ambao mmeuonyesha ndani ya muda mfupi toka mmekabidhiwa jukumu hili na Mheshimiwa Rais. Sisi vijana tumeona uanzishwaji wa vijana platform ambayo wewe binafsi Mheshimiwa Waziri umezunguka mkoa kwa mkoa kwenda kusikiliza na kutatua kero za vijana. Hongera sana Mheshimiwa Waziri pamoja na watendaji wa wizara hii. Lakini pia nikupongeze kwa kuanzisha vijana call center, mfumo ambao unatoa uhuru wa vijana kuwasiliana moja kwa moja na watendaji wa wizara ikiwemo Mheshimiwa Waziri. Hili ni jambo la kupongezwa na la kuungwa mkono. Lakini pia nakupongeza kwa kuja na vijana uchumi challenge kwa ajili ya kuibua vipaji vya vijana wenye mawazo kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo nakupongeza sana Mheshimiwa Waziri pamoja na timu nzima ya wizara kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mnaifanya. Baada ya pongezi hizo, ushauri wangu kwenye wizara hii: moja, kwa kuwa tuko katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 na kwa kuwa malengo ya dira hii ni kwamba tuhakikishe sekta binafsi inachangia 70% ya uchumi wa taifa letu, lakini kwa kuwa nguvu kazi ya taifa hili ni 76% ambao kundi kubwa ni vijana, ipo haja ya serikali kuanza kupitia upya sheria, sera, kanuni zetu ili kuhakikisha zinafungamanishwa na ushiriki wa sekta binafsi, lakini pia kuhakikisha vijana wanapewa nafasi na vijana wanatambulika katika kushiriki kwenye marekebisho ya sera, kanuni pamoja na sheria zetu. Kwa mfano, leo tuna sheria ya public private partnership ya mwaka 2023. Lakini ukiitazama ile PPP Act na ukija kutazama sheria ya Procurement Act, unaona kabisa hatuwezi kufungamanisha vitu hivi viwili na tukapata tija kama inavyotakiwa. Kwa mfano, ukiangalia PPP Act inatoa fursa kwa mwekezaji mwenye wazo la kuendeleza miradi kupata hiyo fursa ya kuweza kuendeleza miradi. Lakini ukija kwenye Procurement Act inataka utaratibu na mlolongo mzima wa serikali uweze kufuatwa ili mtu aweze kupatikana wa kufanya shughuli mbalimbali. Sasa unakuta Procurement Act mchakato unaweza kuchukua zaidi ya siku 90,
Lakini mbaya zaidi, waombaji wanakuwa wengi, pengine hata yule ambaye alikuja na lile wazo asibahatike kuweza kushiriki kufanya lile wazo. Kwa hiyo kuna haja ya sheria zetu kufanywa mapitio, na sheria ambazo zimekaa kwa zaidi ya miaka 10 zifanywe maboresho ili ziendane na masuala ya public private partnership pamoja na ushirikishwaji wa vijana. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa na jambo muhimu sana. Lakini eneo la pili, Mheshimiwa Waziri, sasa hivi tuna wizara hii, lakini tunahitaji instruments za kuweza kuisimamia wizara hii. Leo hii maafisa vijana wako chini ya halmashauri, chini ya afisa maendeleo ya jamii. Ipo haja ya maafisa vijana kwenye halmashauri waripoti moja kwa moja wizara ya vijana, ili waweze kuwa na dhana ya uwajibikaji. Tumeona mabadiliko haya yamefanyika kwenye wizara mbalimbali. Wakati halmashauri kipindi cha nyuma, maafisa hawa mainjinia wa maji walikuwa chini ya halmashauri, lakini sasa hivi hawa wakurugenzi, maafisa wa idara ya maji wanaripoti moja kwa moja wizara ya maji na wanajibishwa na wizara. Mheshimiwa Waziri, kama hawa maafisa wa vijana hawatakuwa chini ya wizara yako, ni ngumu sana kuwawajibisha kwa sababu watakuwa chini ya halmashauri. Lakini tuna maafisa vijana ambao ni wazee, uwezo wao wa kufanya kazi ni mdogo, uwezo wao wa kubuni ni mdogo. Mheshimiwa Waziri, hili jambo la kuwa na watendaji wanaoendana na kasi ya vijana ni muhimu sana kuzingatiwa katika kuwapata hawa watendaji wetu. Lakini pia sasa hivi tuna sera ya maendeleo ya vijana ambayo imekuwa reviewed 2024, lakini pia tuna mkakati wa utekelezaji wa sera hii wa miaka 10, 2024 mpaka 2034, lakini hatuna mpango kazi wa muda mfupi na muda mrefu ambao utatupa majibu, mpango kazi kuhusiana na umuhimu wa kupata masoko ya uhakika kwa vijana, mpango kazi utakaoonyesha mkakati wa kupata elimu ya ujuzi kwa vijana, mpango kazi ambao utakaoonyesha miundombinu uwezeshi kwa ajili ya kukuza ujasiriamali na uwekezaji, mpango kazi ambao utaonyesha ushiriki wa sekta binafsi katika kukuza maendeleo. Kwa hiyo ipo haja ya kuwa na mpango kazi ambao utatupa direction kwa ndani ya miaka hii 10 nini tunaenda kukifanya. Lakini Mheshimiwa Waziri, eneo lingine ni hili la benki ya vijana. Nipongeze kwa kuwa na wazo hili na kuanza kulichakata. Ipo haja ya kuwa na benki ya maendeleo ya vijana. Kama tumeweza kuwa na benki ya maendeleo ya kilimo, tunashindwaje kuwa na benki ya maendeleo ya vijana wakati 76% ya nguvu kazi ya taifa hili ni vijana? Mheshimiwa Waziri, leo tuna program na mifuko 74 ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, lakini pengine vijana wanafahamu mifuko miwili tu. Wanafahamu mfuko wa 10%, wanafahamu na mfuko wa maendeleo ya vijana. Lakini leo tuna mfuko wa Small and Medium Enterprises Fund, tuna mfuko wa maendeleo ya wajasiriamali, tuna mfuko wa bia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Tuna mifuko 74. Tunatamani mifuko hii iratibiwe na benki ya maendeleo ya vijana ili vijana sehemu zote ndani ya nchi yetu waweze kupata fursa ya mitaji, kwa sababu changamoto kubwa ya vijana ni swala zima la mitaji. Mheshimiwa Waziri, kwa upande wa 10%, kipindi cha nyuma mchakato ulikuwa unawafeva baadhi ya watu na kuwanyima baadhi ya watu nafasi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisimamisha mchakato huu, na baadhi ya maeneo sasa hivi pilot imefanyika kwa ajili ya hizi fedha ya 10% kupitia mabenki yetu. Lakini taarifa iliyopo Mheshimiwa Waziri, mabenki mengi mpaka sasa hawajatoa fedha hizi za 10% kwa vijana. Lakini pia kuna urasimu mkubwa wa utolewaji wa fedha hizi. Aidha, toka maelekezo yametoka ni takriban mwaka mmoja sasa hivi, tunatamani tupate tathmini ya uhakika. Je, kupitia mfumo huu wa benki pilot study inakuja na majibu gani? Kuna haja ya kuendelea nao au hatuna haja ya kuendelea nao, ili vijana huko kwenye halmashauri zetu waweze kupata fedha hizi? Mheshimiwa Waziri, kwa kuhitimisha, nataka niwaambie vijana wenzangu, tumekuwa na ulalamikaji kwamba hatushikwi mikono. Serikali imeanza kutushika mikono. Tuache kulalamika vijana wenzangu, tutumie fursa hizi zilizopo tuweze kujikwamua kiuchumi. Tanzania itajengwa na sisi sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja na kushukuru sana kwa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Zainab Abdallah. Waheshimiwa wabunge, najua
tuna michango mingi kwenye sekta hii ya vijana, lakini wachangiaji ni wengi na ninatamani wote waweze kupata fursa.